Mwanamichezo mwenzetu, karibu na tunakukaribisha sasa, na ni nyakati nzuri kweli kweli hizi. Tunaendelea pia kupeana taarifa bora tu za michezo na burudani nyakati hizi. Moja kwa moja tuko live kwa ajili ya kutazama mchezo wa Yanga dhidi ya Namungo. Ni mchezo wa aina gani? Tuko live hapa na Rugano Israel pamoja naye Dominic Salamba. Unakwenda pia kusikia zile small details, taarifa ndogo ndogo. Ungana nasi bwana Sako kwa bako, lakini nikwambie baada ya uchambuzi huu jadidi kweli kweli, tutaendelea pia kukutangazia mchezo huo hapa. Usibanduke kuanzia uchambuzi mpaka kukutangazia mchezo wenyewe husika. Mimi na odha wako naitwa Nicholas John, kipenda niite Cisco boy from Morogoro, mji kasoro bahari, na sisi tupo mjini kwa ajili ya kukujuza vitu vizuri kweli kweli. Lugano Israel tunama upande wa pili, tunaelekea Young Africans. Uko tayari? Tuko vizuri. Dominic Salamba, afya yako ni njema? Vizuri kabisa. Ni mchezo mwingine tena wa ligi kuu ya soka Tanzania bara, Young Africans dhidi ya Namungo. Namungo inaonekana kwa sasa ni miongoni mwa timu ambazo tishio kweli kweli, na timu ambazo zina ubavu hasa kwa hawa vigogo. Mchezo huu ambao tunataraji kuona punde si punde, nini hasa ambacho tutakitazama hasa kwa upande wa klabu ya Yanga na mwalimu wao waingieje kwenye mchezo huu wa leo, Dominic Salamba? Nafikiri unapozungumzia Namungo ni timu ya kati. Okay. Yaani ni middleweight team ambayo tuko nayo kwenye ligi. Lakini pia ni timu nzuri ambayo ina experience. Unajua uzuri wa saizi ni kwamba ligi yetu ina mtawanyiko wa wachezaji. Yaani mchezaji unakuta leo alikuwa yuko Simba, alikuwa yuko Yanga, alikuwa yuko wapi. Yaani wanazunguka. Kwa hiyo unakuta ule mzunguko umekuwa ni mkubwa kidogo. Kwa hiyo experience tuna share. Yaani mtu anakuta Makambo alikuwa mcheza Simba, mcheza Yanga hivi. Huyu ametoka sehemu fulani, ameenda sehemu fulani. Kwa hiyo tuna ligi ambayo wachezaji hao ndio wamezunguka. Msimu alikuwa yuko huku. Kwanza wana experience, lakini pia hata ukiangalia ubora hautofautiani sana kwenye hizi timu. Tunakuja tu kwenye namna ambavyo timu zimekuwa zikiandaliwa, lakini pia na shauku ya matokeo. Yes. Kwa maana zile quality sio kubwa sana. Utakuja tu kwamba Simba, Yanga wanataka matokeo. Mashabiki wao wanaanikiza. They want to win game. Hiyo ndio tofauti inayokuja kubwa sana. Okay. Kwa hiyo kwa maana ya mchezo, ni mchezo mgumu kwa sababu Namungo anajua kabisa kwamba akipata matokeo yoyote, ukiacha matokeo ya kufungwa, atakuwa amewafurahisha baadhi ya timu nyingine. Hasa kwa upande wa Simba. Watakuwa kwa upande wake. Kwa sababu siku akicheza Simba, kama leo Yanga walikuwa wanaombea Simba afungwe au atoke sare. Ili iweze kuwa faida. Sehemu na kesho Simba watakuwa wanaombea Yanga angushe alama ili waweze kuclose lile gap. Sawa. Unaona? Kwa hiyo huo mchecheto, hiyo hamasa inakwenda kufanya mchezo uende kuwa zaidi ya mipango ya walimu. Yaani kuna mechi wachezaji hawahitaji mwalimu aweze kuwahamasisha. Wao wenyewe wanakuwa na self motivation ya kwao. Leo nakutana na Simba, nakutana na Yanga. Kwa hiyo cha kwanza ni mechi ngumu. Lakini bado haitoi ukweli kwamba ukija on paper kama factors ziko sawa, ni mechi ambayo Yanga kwa wanatakiwa ingie kama ni must win game. Kwa maana kwamba alama zile waweze kurudi kwa nafasi yao ya kwanza, sio kwa nafasi ya pili kabisa, lakini waendelee ku maintain gap lao na waendelee kutengeneza pressure kwa anayofuata, na wao watengeneze confidence kwa kuendelea kushinda. Lakini nikiangalia mechi iliyopita ya Yanga dhidi ya Singida, mimi binafsi haikuniimpress. Yanga hawakucheza vizuri sana. Ingaje kipindi hiki hatuangalii kucheza vizuri sana, tunachokiangalia umepata pointi ngapi, ni jambo la msingi. Kwa hiyo naamini kwamba watakuwa wameenda katika drawing board, wameenda mazoezini, wamefanya mazoezi, wamerekebisha. Kwa hiyo nategemea kuona ikiwa ni mechi ambayo Namungo ataingia kuja kufanya resistance dhidi ya Yanga. Yanga ataingia kwenda kuhakikisha kwamba within 45 minutes ikiwezekana mechi hiyo imeisha, ili apunguze pressure kipindi cha pili cha watu kuumia na kuanguka na kupoteza matokeo, na wakati mwingine unakuwa unaongeza pressure. Kwa hiyo ni mchezo ambao obviously umekaa upande mmoja, kwa maana ni mchezo ambapo katika upande wa Yanga ikitokea kinyume, basi ni madhaifu kama ilitokea kwenye mechi ya Dodoma Jiji na mechi nyingine ambazo wengine waweza kusuru na vitu kama hivyo. Kwa hiyo binafsi naiona ni mechi ambayo kwa nature ya kiwanja, kwa utashi, kwa matokeo ya leo, Yanga wataingia na kuitaka mapema hiyo mechi, na kingine wangetamani waweze kuongeza magoli kwa sababu mpaka saizi ubingwa hauko vizuri. Unaweza kwenda kuamuliwa kwa alama mbili, ukaamuliwa kwa magoli na kitu kama hicho. Kwa hiyo ninaamini, lakini pia nikiangalia
nguvu ambayo yuko nayo sasa hizi. Mtu kama Okelo amekuwa na wakati mzuri sana, anafanya vizuri kwa siku za karibuni. Yes. Amekuwa kifunga kiasisi, ile passion aliyonayo, hali ya kujiamini imeanza kurudi, kwa hiyo na itakwenda kumuongezea kasi. Lakini pia ukiangalia baadhi ya nyota kama watu kama wakina Maxi wapo katika bora wao mechi hadi mechi, isipokuwa makosa alionayo tu ni kwenye matumizi ya nafasi na kutokuwa pesa kwenye kutoa mipira. Lakini pia watu kama wakina Duke Abuya, wakina Damaro. Kwa hiyo itakuwa ni game nzuri hasa kwa upande wa Yanga ambao watatamani kupata matokeo, lakini haitakuwa rahisi kwa sababu ni Yanga. Inabidi wafanye kazi kuhakikisha kwamba wanaimarisha utimamu wao na kupunguza makosa hasa kwenye sehemu ya kiungo, kwa sababu wamekuwa na mapungufu mengi wanasema katikati. Lakini pia umakini wa kuweza kutumia nafasi ikiwa pamoja na umakini wa mtu mmoja mmoja. Siku za karibuni kiwango cha Pacome binafsi akinimpress. Okay. Hana kiwango kizuri, Yeah. Muone akiwa ana ile intensity ya juu ya kuweza kuisaidia timu. Lakini pia hata Dube ni kama vile ameanza kuweza form, umuone tena ambaye alikuwa ameanza kuclick siku za karibuni, anakosa nafasi aingie kwenye mchezo. Kwa hiyo binafsi naamini kwamba Namungo wanakuja kuchallenge, kwa hiyo ni jukumu la Yanga kuweza kuipokea challenge au hapana. Haya, Namungo dhidi ya Young Africans, Young Africans dhidi ya Namungo ndicho ambacho tunakitazama nyakati hizi. Ni mchezo ambao utapigwa kwenye uwanja wa hapa kwa maana ya KMC ulioko Mwenge jijini Dar es Salaam. Bana, kabla sijazungumza na Lugano Salamba, na tamani pia unijibu hili mwalimu Juma Mgunda, nini hasa afanye huenda kikasaidia kuikabili Yanga hii ambayo inaonekana kana kwamba inataka ubingwa kwa hali na mali, hasa ukilinganisha na pressure wanaopewa kutoka kwa wapinzani wao, kutoka kwa washindani wao klabu ya Wekundu Msimbazi Simba. Dominic Salamba, unasema kocha wa Namungo kwa maana ya Juma Mgunda, nini afanye kuidhibiti Young Africans ambayo inaonekana inautaka ubingwa huu kwa hali na mali? Yaani kwa mwalimu wa nature timu kama Namungo, Yes, wakati wote unakuwa unategemea tu namna ambavyo wachezaji wako wanapoingia kiwanjani. Kwa maana unaombea Mungu tu waweze kuongeza utimamu, wapunguze makosa na waweze kutumia nafasi, kwa sababu kama nilivyokuambia uwezi ukawa una approach ya kwenda kwa monopolize Yanga au Simba moja kwa moja. Yes. Kwa hiyo obviously mwalimu yote wa daraja la kati ukiingia utamwambia jamani, hii timu kubwa wanataka ubingwa, tukawaheshimu. Tusiende kucheza open play, tukae nyuma, tuwaheshimu, tukipata mpira counter attack, tumia nafasi tuwafunge, tupunguze makosa kwenye eneo letu. Mipira ya kutenga eneo 18 ndani ya 18 kushika. Yaani unawahamasisha waweze kupunguza makosa, lakini unawahamasisha waweze kucheza kitimu, kwa maana kwamba tuhakikisha kwamba tunasaidiana kwa namna moja ama nyingine. Kwa hiyo kubwa mwalimu anakuwa yuko kwenye sehemu ya hamasa na kuimarisha zaidi kwenye eneo la ulinzi, kwa sababu wakati mwingi wa mchezo timu yako itakuwa iko nyuma, itakuwa iko pressed na opponent. Kwa hiyo mechi hizi mara nyingi sana zinakwenda kuamuliwa na utashi wa wachezaji wenyewe, ndio wanaamua, sio mbinu za walimu, kwa sababu mbinu za walimu haziwezi kulingana, kwa sababu ili uweze kuwa na mbinu bora na zifanye kazi, lazima uwe na material au resources ambazo zitakwenda kusupport hizo mbinu. Yale uwezo kumchukua Pep Guardiola ukamleta kwa timu ya Tanzania daraja la kwanza, afu na mtu tucheze labda na Man U afu ashinde kwa sababu Pep Guardiola. No, kwamba mwalimu mkubwa anabebwa na ubora wa wachezaji alionao, ndio kitu kikubwa. Kwa hiyo ukiangalia kwa mzani wa Yanga na Namungo, bado Namungo ana timu ambayo anaweza kusema yes, leo tukapishana na Yanga, na hasa ukiangalia aina ya kiwanja. Kwa hiyo ukiona timu ndogo imeshine zaidi ya timu kubwa, maana yake timu kubwa ndio kama drop yenyewe. Hata ukiangalia Uingereza, siku ambayo unaona liga inafungwa, maana yake wao ndio wanakuwa na madhaifu mengi wao ya kiuchezaji, na wale wengine wanakuwa katika pesi yao ya hali ya juu. Ukiona anasema sana afungwa kitu kama hicho. Kwa hiyo hata kwa upande wapo kwa mechi ya kesho, kwa maana kwamba ni mechi ambayo Yanga anaingia kama ni favorite. Kwa hiyo Mgunda anaingia kwenda kutengeneza saikolojia za wachezaji, kuhakikisha kwamba wanakwenda kufanya kazi maelekezo, lakini pia wanapunguza makosa na ikiwezekana waweze kupata kama si alama 3 basi wakote alama 1. Kwako Lugano Israeli, naomba pia uweze kutuambia mtazamo wako kwenye mchezo wa Namungo dhidi ya Yanga, Yanga akiwa mwenyeji kwenye mchezo huo. Nini hasa ambacho unatarajia kukishuhudia kwenye dakika zote 90? Mimi nachokitarajia kukishuhudia ni mchezo ambao utakuwa mgumu kwa Yanga. Sio mchezo mwepesi. Unajua michezo hii ya mwishoni mwa msimu ina tafsiri tofauti. Kwanza na tafsiri ya timu kubakia kwenye ligi isije ikashuka championship, umeelewa? Lakini pia tafsiri nyingine inakuja ni
ni wachezaji wenyewe. Kumbuka mwishoni mwa msimu wachezaji wanakuwa wanapiga mahesabu ya wao kutengeza thamani ya kwenda kutamaniwa na vilabu vingine. Kwa maana ile ni biashara tayari. Kwa hiyo kunakuwa na working spirit ya tofauti sana kwa wachezaji. Na usione michezo mingi hii, ukishuhudia mchezo kama wa Coastal Union dhidi ya Simba. Kuna wachezaji walikuwa wanajiuza pale waonekane. Ukiangalia michezo mingine ambayo kama Yanga na Dodoma Jiji, pia kuna wachezaji wanataka kutengeneza thamani zao. Mchezo huu ambao Simba pia wanataka kucheza na Dodoma Jiji, ni namna ambavyo wachezaji wanatamani kutengeneza value wajiweke pale. Sasa hicho ndicho ambacho kinaweza kuwa changamoto kwa upande wa Yanga, kwa sababu working spirit ya wachezaji wengi wanataka kufanya biashara. Kwa hiyo unaweza kukutana na matukio ukasema kwa nini Simba imeshindwa kuifunga Dodoma Jiji? Ni kwa sababu ya wachezaji kujituma kwa 100% kuyawahi matukio na vitu kama hivyo. Sasa hicho ndio kitu ambacho unaenda kukutana nacho Yanga. Yanga wanakutana na nini? Ukiangalia pale walipo Namungo, sawa? Wako kwenye mazingira ambayo kama wasipoangalia vizuri, manake timu pinzani ambazo ziko pamoja katika maeneo yale, kwa maana pointi 20 mpaka 30 timu ambazo ziko pale. Timu yoyote ambayo itafanya vizuri ikitoka kwenye pointi 20 kwenda mpaka 30 na kitu, maana yake inajiokoa kwenda playoff. Huko mkiani kuna KMC na kuna Tanzania Prison, umeelewa? Lakini hizi timu za huko juu sio kwamba ziko salama sana, endapo za huko chini zikafanya vizuri katika michezo yao mitano mingapi. Kwa hiyo sasa ukiangalia Namungo wataanza kuangalia kwamba bwana tusije tukashuka daraja, usiamini kwamba kwa maana KMC au Tanzania Prison wameshuka daraja. Hawajatangaza kushuka daraja hawa bado. Manake michezo iliyobakia kama atakuwa na wakati mzuri, waweza kashinda michezo yote na wakatoa kwenye kushuka daraja. Au maajabu yashakotokea kwenye ligi nyingi iwe barani Afrika au nje ya Afrika. Sasa nini ambacho kinaweza kikaa kwa Namungo? Namungo wenyewe wanaweza kaamua kama wachezaji, twende tukapambane na Yanga. Yanga kitu ambacho wanaweza kukutana nacho ni tofauti sana na kile ambacho wanakitarajia. Quality ya Yanga iko pale, kila mmoja anaifahamu. Maamuzi mchezaji yote anaweza kaamua, lakini inakuja, je, watakuwa tayari kukumbana na matokeo na matokeo ya mchezaji mmoja mmoja ambaye ataamua sasa kujituma ili akafanya biashara? Na ukija kupana na Namungo, inawezekana wakafanya makosa Yanga wakawaadhibu. Kwa hiyo chochote kile ambacho kinaenda kutokea katika mchezo ambao unaenda kucheza Yanga na Namungo, kinategemeana na mazingira yaliyopo sasa hivi. Kwa hata Yanga sasa hivi wana pressure kubwa kuhusiana na mchezo huo, kwa sababu wanajua wakati huu unapambana na timu mazingira aliyokuwa nayo. Nadhani nilivyokuwa nazungumza Dodoma na Simba nilikwambia Dodoma kwa comfortable zone, ila wachezaji wanaenda kujiuza, si ndio? Lakini angalia kwa Namungo, wanaenda kucheza na Yanga, timu yenyewe inahitaji kutoka katika mazingira ya hatari, lakini wachezaji wanataka kwenda kujiuza. Kwa hiyo unakutana na impact mbili za mapambano ya kujisogeza sehemu. Sasa nini ambacho angalia mchezo ambao Yanga walicheza na Namungo, mchezo wa kipindi cha nyuma. Tuseme kabla ya mchezo huu walipokutana na Yanga wakiwa pale kwenye uwanja wa Majaliwa, si ndio? Yanga walipata changamoto mpaka kukaa na malalamiko ya penalty, pia Namungo itakiwa wapate. Inawezekana ingetoka sare, Yanga akapata goli la tabu. Sasa hii inaenda tafsiri gani kuelekea katika mchezo huu? Wachezaji wa Namungo wanaweza kaona kwamba Yanga tunawaweza. Mbona tushawahi kuwaweza katika uwanja wetu wa nyumbani? Kwa namna hiyo morali yao inaweza kawa sio ya uoga. Wanaweza kusema walibebwa. Sasa hivi nataka tukawaonyeshe hawakuwa hawakustahili kushinda ule mchezo. Hebu sisi tukapambane. Sawa. Kwa hiyo kitakachoweza kuamliwa, kila mmoja akaona kwamba maamuzi ya Yanga yanategemeana na quality yao na kutumia nafasi vizuri. Lakini Namungo anaweza kukupa moment chache ambazo zinaweza kaamua matokeo kama magumu kwa Yanga. Huenda Namungo ikawa timu ya kwanza kupata goli na wakaamua sasa kulinda goli lao mpaka dakika ya mwisho, ikawa changamoto. Kwa hiyo ukitazama mechi kwa upana wake, kuna watu wameshaipa Yanga tayari kwamba inachukua pointi 3. Bado tu magoli kuhesabika. Lakini mimi nasema hii ni game ngumu sana ambayo huenda Yanga wakakutana na mfupa mgumu. Kwa takwimu ambazo zinazungumzwa, toka 2019 Namungo wanapanda ligi kuu. Nakumbuka walipanda wakiwa chini ya kocha Jembe Ulaya, Abakari Malima. Jembe Ulaya ndo alikuwa kocha, aliwapandisha kutoka championship kuingia
kuingia ligi kuu. Waliwatoa ndugu zako wa Morogoro pale. Morogoro Market pale. Okay. Ndio waliwatoa wakapanda Namungo. Toka kipindi kile wamepanda Namungo, hawajawahi kuifunga Yanga hata siku hii. Wamewahi kutoka sare tu na Yanga. Nakumbuka kipindi cha nadhani ilikuwa kipindi cha Mwinyi Zaera hivi. Walitoka sare ambao Namungo pengine wangeifunga Yanga. Ndio. Lakini Yanga wakaja kurudi na comeback. Mpaka leo hawajawahi kuifunga Yanga. Huenda kila ambacho kilitokea kwa upande wa Dodoma Jiji, yule Dodoma Jiji mpaka anaifunga Yanga. Walikuwa hawajawahi kuifunga Yanga. Okay. Kwa huenda pia kikatokea kwa upande nani? Wa Namungo. Wakatengeneza historia mpya ya kuifunga Yanga kwa mara ya kwanza. Kwa sababu ina wachezaji ambao wanaweza kufanya hayo mambo. Ni kusubiri tu kwamba nini ambacho kitatokea uwanjani. Yanga sipotumia nafasi zao vizuri, Namungo anaweza kawasaidia kutumia nafasi zao vizuri. Yanga sipotumia nafasi zake vizuri, na Mungu atasaidia kutumia nafasi vizuri. Lakini pia nisome message ni nyingi ambazo zinatumwa. Nyingine nasema na kushukuru sana Rugano Israel kwa kile ambacho umekisema. Lakini huyu anasema Mungu atusaidie tupate ushindi. Na mwingine anasema Tatali kulikuwa anasema Rugano Israel, naona taratibu unabaki kwenye mstari. Huyu mwingine naye anasema Rugano unachokisema kiko sahihi, hata Ulaya ndivyo ambavyo wanafanya hivyo, kwamba hizi timu ziko hivyo. Sasa sijajua ni kwenye nini, lakini ndivyo ambavyo ameandika namna hiyo. Messages ziko nyingi, lakini huyu anasema kumbe hata Rugano naye kuna muda anasemaga ukweli. Basi mimi ndo naona kwa mara ya kwanza anaandika namna hiyo. Shabani Abdallah. Lakini huyu anasema Chifu Nzobane, hakika leo Rugano kama vile amekuogopa, ndio maana amezungumza vizuri kweli kweli. Mwe mnakaa wote kwenye kipindi, ukimwacha na kuwa huru anapitiliza, anaongea vitu havifai, tutampoteza kijana. Ndivyo ambavyo anaandika namna hiyo. Hawanifahamu hao. Wanifuatilie vizuri. Wakufuatilie vizuri anifahamu. Bana, message nyingi, lakini pia nyingine ziko kwenye screen yetu hapa. Mpira wa bongo tunaupeleka wapi? Kwa mambo kama haya ndivyo ambavyo anaandika. Hii message labda ilikuwa ya ile jumbe tulioanza nazo hapa. Bato ni fundi. Huyu jamaa mnamletaga kuchambua nini hapo? Bwana bida, nadhani inatosha. Tusubiri baada ya game kutamatika, tutarejea tena hapa kwa ajili ya uchambuzi. Itoshe kusema wailalika. Maasalam.